Haya. Kitambo nilikuwa napiga hii. Sasa kuna mwanangu mmoja alipata madhara sana. Madhara gani? Alikuwa anatumia hivi vitu, shika kwanza. Alikuwa anatumia hivi vitu. Ngoja niwaambie. Unaona kama wewe kijana mdogo kabisa. Hii ukipiga moja inakaa miaka 20. Kabisa. Inakaa miaka 20. Kuhubiria maskani tena hapa. Lakini ngoja niwaambie kitu. Maskani unatuleteaje mambo kama haya bwana? Haya mambo ya dini hapo tu. Unajua Yesu pia anataka vijana kama nyinyi. Ndio. Na anawapenda sana vijana kama nyinyi. Fresh, basi endelea kumwaga. Ngoja mwage zake. Una neno kaongea la point limenigusa. Sema nini? Kuna mambo ya point muda mwingine huwa yanatokea. Sema nini? Sio kwamba mimi sikuwahi kutumia hivi vitu, nimewahi kutumia sana. Ndio maana nataka niwashauri. Tunakusikiliza mjomba, bwana taarabu nyingi. Taarabu nyingi ndio. Tulia mwanangu, kausha. Kwa hiyo mwanetu, kama ninavyowaambia wanangu, mimi pia nilikuwa nafanya hivyo vitu, lakini Yesu anawapenda sana. Natamani muache hii nani. Mjomba, hebu tulieni kwanza. Yaani ngoja kwanza, mjomba umetunga. Kama vipi Acha ndara hapa. Baruza pia hapa, baruza mjomba. Baruza huko. Wewe vipi? Unakuja unatuletea nyozo. Usirudi tena wewe. Hapa tunapata miela ya kuongezea nganja tu. Poa, kwa hiyo mwanangu tunafanyaje hapo? Poa, dame. Hii simu tunaipigilia. Sikia shangazi, hii simu tunaipigilia kama vile. Hii tunaenda kuipiga ya bei. Ngoja shangazi, naipigilia kama vile Yesu unajua. Sababu hivi tunauza, sisi tunapeleka. Poa, kausha mjomba wangu. Kausha mjomba wangu. Kausha mjomba wangu. Hii haina namba. Kausha macho, kausha mjomba wangu. Buku sifediki na chochote, tambo hilo angalia baba. Haya, kausheni tueni dawa hizo. Ndio tunafanyaje? Kumaliza mudi tu kabisa mimi. Unarusha steam. Poa, unarusha steam. Usirudi tena huko. Hiyo simu hapa nikaenda kutafuta wateja chini. Yaani ningenyanyuka pale kwa nadondoka na mazaga. Baridi hapo, kausheni mwanangu, si unajua zile. Nilikuwa napita nikakutana na hicho kijiwa hapo. Kuna vijana pale. Asija akaja ule. Nikajaribu kuwashirikisha neno la Mungu, lakini kilichonikuta ndugu yangu, hao watu wamenipiga na wameninyang'anya vitu vyangu. Nikaamua nikimbie tu kunusuru maisha yangu. Sasa kilichonikuta ikabidi tu nijichenge. Jaribu kuongea nao basi. Wavitu kwetu. Hapa wazee kama kawa. Hizi hapa baba. Au si? Nari hapa tupate moto hapa. Fresh nyama. Oa mbona kama hivyo mjomba wangu. Vipi kwanza? Kwanza Zamida mwanangu. Kitambo mwanangu. Wewe mwanangu nilizurika mwanangu, nilipata madhara mwanangu. Madhara gani mjomba wangu? Mwanangu, si hizo vitu tunavyotumia mwanangu. Vitu gani hivyo? Unazungumzia steam. Ndio mwanangu. Nilazwa hapo katikati mwanangu, hospitali hapo kati mwanangu. Mwanangu sasa hivi nimeamua nibadilike nirudie upande wa pili mwanangu, sasa hivi niko hapo katikati, kuna chachi hapo mwanangu. Anatuletea pigo za mchungaji. Mbona wewe unakuja umetuletea? Wewe juzi sio kutuletea nya. Huyu mtumio wetu mwana. Tulieni mwanangu. Mtumio wetu. Sawa. Tulieni basi kwanza. Vipi mwanangu? Wadau alikuwa mwenetu ujue. Alikuwa mwenetu. Baridi ticha wangu. Alikuwa mwenetu. Baridi mbona kama hivyo? Ndio hivyo mwanangu, sasa hivi nimeamua inabidi tubadilike mwanangu. Sasa hivi unamaanisha umeokoka. Ndio mwanangu, nimeokoka sasa hivi. Kwa sababu kanisani sana tu. Kila siku mwanangu. Fresh, tunakuelewa. Wewe bwana sema mweke cha buku wewe. Sasa hivi umekuwa haleluya. Sasa hivi amekuwa haleluya tena amina. Sasa mwanangu maisha yanabadilika. Wewe mwanangu umeamua kumrudia Mungu kabisa mjomba. Na washauri sasa hivi tumrudie Mungu mwanangu. Basi fresh haya. Waambieni hao mambo ya Mungu. Inawezekana na mimi naomba mnisamee ndugu zangu kama niliwakosea siku ile, hatukuelewana katika lugha. Ndio. Naomba mnisamee sana siku ile, unajua. Lakini sasa nataka niwaelekeze jambo zuri kabisa. Hapo wenyewe chewa mjomba wangu, chewa. Nataka niwaelekeze tu jambo dogo. Ujue hivi vitu mnavyovitumia mnapata madhara ya aina mbili. Cha kwanza, mnaharibu afya zenu za mwili. Cha pili, mnajitenga mbali na maisha ambayo ni mazuri. Unaona ndugu yenu sasa hivi anapopendeza hapa. Unamuonaje bwana? Hapa unaona. Lakini yaani mwanangu umekuwa hivi, tikeli.
Faida nyingine aliyoipata huyu jamaa, anaaminika sana sasa hivi kwa watu. Yaani hana ile tena kutengwa na jamii kwamba hao ni watu ambao sio. Sasa na sisi kama watumishi hatupendi kuona mnavyotengwa. Kwanza mweke hizo chini sasa. Ili kusudi kama kweli mnanisikiliza au vipi? Baridi hapo. Mnisikilize. Kwanza mnapokuwa mmeachana na haya mambo, mkaamua kuwa watu ambao mnataka kabisa kupata maisha mengine ya baadaye. Hata jamii yenyewe kwanza inawakubali. Huenda kuna mtu anatamani sana kukupa kazi, lakini akija kuangalia maisha unayoishi na haya makundi, inakuwa ni ngumu sana yeye kukuamini. Lakini ukishakuwa mtu ambaye umeachana mambo ya makundi, inakuwa ni rahisi sana kukuamini. Sasa nilikuwa natamani hata kidogo mjaribu kuangalia maisha ya upande wa pili. Mwachane na haya, muangalie maisha ya upande wa pili ya wokovu. Kweli mjomba. Ila amesema mjomba unapita mule mule. Unapita mule mule mjomba wangu. Sema nini mjomba wangu? Chukua tambo lako, bunda mjomba wangu, bunda. Nisamee mjomba wangu. Sawa, vitu vyangu nimepata, lakini pia nilikuwa natamani kama kweli mmeamua kuachana. zake mmempa. Mimi natamani hivi vitu kabisa. Hivi vitu hivi unavyovuta hivi mnipe tu nikatupe. Mimi nitampa huyo ndugu yenu ataenda kuvitupa. Alafu mimi kama kweli mmeamua kweli kugeuka. Kweli mwanangu Mchaga umeamua kubadilika mjomba wangu. Hivyo mwanangu. Sema hivi vitu ndugu yangu. Maisha yanabadilika. Amini mjomba wangu. Unajua zuruba hiyo nikuta mwanangu nikaamua nibadilike sasa hivi. Sana. Wewe kutowapateni umeacha mjomba wangu. Mwanangu nimeacha kabisa mwanangu. Yaani sasa hivi mtumishi hivyo vitu utaenda kuvitupa. Sasa natamani niwaongoze sala ya toba. Kama mko tayari kweli kubadilika kimaisha, msogee sasa ndani ya maisha ambayo ndugu yenu anayafurahia yeye.